Mfanyabiashara na msanii Shilole amefunguka kwa mara ya kwanza baada ya sehemu yake ya kufanya biashara kuchomwa moto Oktoba 29 mwaka huu. Sasa nataka nikusomea alichokiandika Shilole hapa kupitia kurasa yake Instagram. Amesema, ujumbe wangu kwa taifa, salamu. Kwanza nitoe pole za dhati kwa wote waliofikwa na misiba, majeraha au hasara kutokana na vurugu zilizotokea. Kurudisha maumivu si utu wala si msingi wa taifa letu. Tofauti za kisiasa hazitufanyi tuache kuwa jamii moja, kwani kabla ya itikadi sisi ni binadamu na ni wa Tanzania. Mimi ni muhanga wa fujo hizo na ofisi yangu imechomwa na mali zangu zimeteketea. Wapo wanaonekana kufurahia wakidai nilistahili kwa sababu ya msimamo wangu wa kisiasa. Lakini ukweli ni huu, sijawahi kumtukana mtu, sijawahi kumdhuru mtu, nimekuwa tu muumini wa siasa ninayoiamini kupitia chama changu cha CCM. Lakini je, wale wasio na chama walioumizwa je? Nani anawatetea? Hili linaonesha wazi kuwa fujo hazitofautishi bali ni uharibifu usio na mantiki. Kwa hivyo wakati huu si muda wa kutafutana mchawi wala kushindana kupitia lawama. Ni wakati wa busara na wabariki na kuwasamehe wote waliohusika katika uharibifu wa biashara yangu, huko akiwa amedhamiria kunirudisha nyuma. Muhimu ni kwamba Mwenyezi Mungu ameendelea kuniruzuku uhai, basi ninaamini mali zinaweza kurejeshwa kwa juhudi na kupambana pasipo kukata tamaa. Lakini pumzi ya uhai haina mbadala. Alhamdulillah. Naiombea nchi yangu na muombea rais wangu Mama Samia pamoja na serikali yake katika kuendeleza awamu ya 6 katika kipindi chake cha pili, kwani ninaamini kuwa huu ni wakati wa kuimarisha umoja na upendo kwa taifa letu. Ni muhimu sana tukawaunga mkono viongozi wetu, na mimi sitarudi nyuma katu. Nitaendelea kuamini, kutetea na kusimama na imani safi ya chama changu CCM licha ya majaribu, vitisho na hasara niliyopata. Hebu tuachane na wivu wa maendeleo. Kuna ukandamizi, ujana unaothubutu na kujitafutia kipato, mwishowe kuna uwataifa taratibu. Ninashauri tusimamie katika nguzo ya hekima, maridhiano, uvumilivu na utatuzi wa hoja bila fujo. Kwa walionijulia hali baada ya kuzushiwa kifo, poleni kwa namna mlivyojisikia baada ya habari zile. Asanteni kwa kujali. Mali zilizopotea ni hasara kubwa sana na nimeumia, ila haziwezi kuwa na thamani kuliko uzima huu Mungu alionipa. Alhamdulillah. Tuchague amani, tuchague umoja, tuchague busara. Mungu ibariki Tanzania. Huo ni ujumbe wa Shilole kwa Watanzania ambao kwake amewaweka kwenye engo mbili. Kuna wale ambao wanafurahia kwa kiasi kikubwa kile ambacho kimemtokea, lakini kuna wale ambao wamekuwa wakimtia moyo na kumpa pole na kumuonea huruma kwa yote yaliyotokea. Najua pia na wewe una mtazamo wako kwa haya yaliyoandika Shilole. Sawa, kwa ambao walikuwa wafahamu Shilole, tarehe 29 ile siku ya maandamano na siku ya kuchagua viongozi, watu walifika kwenye ofisi yake ya Shishi Food inayopatikana pale Kijitonyama, Dar es Salaam, wakaharibu na kuchoma na kuteketeza mali zote ambazo zilikuwepo pale. So ni hasara kubwa ambayo ameipata, kama alivyosema ni kubwa sana, lakini ni haya mambo ya siasa yakishaingiliwa jambo linakuwa sio jambo kweli. Kwa mujibu wa watu ambao waliokuwa wakitamani au waliofanya jambo hili, walikuwa wanasema kwamba Shilole amekuwa akisupport vitu ambavyo Watanzania wengi hawavisupport, na waliofanya hivi kwa asilimia kubwa ni wale ambao wanaamini wao wamemfanya Shilole afike pale alipo, kwa maana ya kwamba mashabiki zake na supporters wake. Utakuwa na maoni yako kutuambia hapa chini kwenye comment, lakini pia ni vizuri sana kama utaamua kuwa mwanafamilia wetu wa Mtitu Media kwa kubonyeza alama ya subscribe hapo chini kwa maneno mekundu au meupe. Bonyeza hapo kisha utakuwa mwanafamilia wetu. Angalia video zetu, ziko nyingi, utajifunza mengi, utahabarika na mengi. Kwaheri.